Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Iran inaamini kwamba vikwazo vya magharibi havijazuia maendeleo ya nyuklia ya Iran wala maendeleo ya ndani katika taifa hilo. Vikwazo hivyo ambavyo viliwekwa kwa muda mrefu tangu kufanyika kwa mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bado hadi leo hii Iran imeendelea kuzalisha nyuklia, lakini pia hata maendeleo ya taifa hilo yameonekana kuwa makubwa. Vikwazo hivyo vilikuwa ni vya aina nyingi, lakini pia vilikuwa vikihusu namna ya uuzaji wa biashara zake hasa za mafuta nje ya taifa hilo, na Iran ilijitahidi kwa namna moja ama nyingine kuona inafanya jitihada za kuweza kuuza mafuta yake kwa kutumia namna tofauti tofauti. Hata hivyo, Iran imejihusisha na mataifa mengine kwa kuwa na uhusiano na mataifa hayo ambayo yalikuwa tofauti pia na nchi za kimagharibi. Moja kati ya mataifa hayo ni pamoja na Urusi, lakini pia baadaye na Uchina ambayo kwa namna moja ama nyingine ilisaidia sana Iran katika uuzaji wa mafuta yake. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki Rafael Grossi alikiri kwa kituo cha habari cha Bloomberg kwamba vikwazo vya magharibi havijazuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia, lakini pia havikuleta athari kubwa katika taifa hilo, licha ya kwamba kuna wakati hali ya uchumi wa Iran ulikuwa ukiyumba. Vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia wa Iran vilianza baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979. Marekani na baadhi ya nchi za magharibi zilijaribu kwa kuweka vikwazo vikali kuzuia kuendelezwa kwa mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, kwa kutegemea wanasayansi asilia, Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran ilipata mafanikio ya kuvutia machoni. Hata hivyo, nchi hiyo ilifanikiwa katika maeneo mbalimbali, lakini miongoni ni pamoja na nchi hiyo kuwa katika nafasi ya 5 duniani kwa mafanikio ya nyuklia, lakini kuwepo kati ya nchi 5 za juu katika ujuzi wa nyuklia, lakini kuwa miongoni mwa nchi 32 zinazomiliki vinu vya nyuklia, na kuwa miongoni mwa nchi chache zinazofikia mzunguko kamili wa mafuta ya nyuklia. Lakini pia Iran imekuwa kati ya nchi 15 bora katika uzalishaji wa kemia na carbon na nyuklia. Haya ni sehemu ya mafanikio ya Iran katika nyanja ya nyuklia, licha ya vikwazo ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Lakini pia Iran katika kipindi hiki imejiwezesha kuhakikisha inatengeneza madawa ya kutosha kwa kutumia nyuklia. Na ni wakati ambapo Rais Masoud Pezeshkian wakati huu anajinasibu kusema kwamba hayupo tayari kupoteza heshima yake, lakini pia hayupo tayari kwa udhalili dhidi ya mazungumzo kati yake na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian kwanza amekosoa vikali mwenendo wa utawala wa Donald Trump dhidi ya Iran na kueleza kuwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu sio kama Ukraine na katu haitofanya mazungumzo na Marekani katika mazingira ya vitisho au kulazimishwa. Anasema lazima tudumishe uhusiano na ulimwengu, hatutaki kutengwa au kugombana na mtu yoyote, lakini pia haimaanishi kwamba tutainama kwa udhalili mbele ya mtu yeyote, Pezeshkian alisema wakati wa mkutano na jukwaa la wajasiriamali wa Iran huko mjini Tehran. Bwana Pezeshkian alisisitiza kuwa tunaweza kufa kwa heshima, lakini hatutaishi kwa aibu. Pezeshkian amepinga vikali kile alichokitaja kama makataa ya mwisho kutoka kwa Donald Trump, akirejelea barua iliyoripotiwa kutumwa kwa rais wa Marekani kuelekezwa kwa mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, Iran inategemea kwamba kuna mataifa ambayo yatakuwa nyuma yake, ikiwa ni pamoja na China ambayo tayari ishatengeneza uhusiano nayo, lakini pia pamoja na Urusi ambayo kwa namna moja ama nyingine ilisema kwamba itashiriki katika mazungumzo ya Marekani juu ya masuala ya nyuklia ya Iran. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.